Mtazamaji wa Uhuru FM TZ, hujambo na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Kizimkazi katika wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, katika tamasha la Kizimkazi la mwaka huu 2016. Tuko hapa kuanzia siku ya kwanza mpaka leo hii ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakwenda kulifunga rasmi tamasha hili kwa mwaka huu 2026 yenye hashtag kwa maana ya kauli mbiu ya Kizimkazi kumenoga. Mimi ni Steven Mhina Dungumaro, nyuma ya kamera yuko Peter Paul, na tuko hapa tukiwa tumetembelea banda la Benki ya Maendeleo ambapo tunakwenda kuzungumza moja kwa moja na mkurugenzi mtendaji wa benki hii Deogratias Kuyukwa. Bwana Deo, habari za kwako? Salama Steve, mimi naitwa Deo Kuyukwa, mkurugenzi mtendaji wa TIB. Kama ulivyosema, kwanza tunashukuru sana waandaaji wa tamasha hili la Kizimkazi kutupa fursa benki ya TIB kuja kushiriki katika tamasha hili la mwaka huu wa 2026. Salamu nyingi au shukrani nyingi ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya hasa katika kuleta wadau mbalimbali kwenye haya matamasha na kuweza kutangaza fursa zilizoko kwa wananchi wa Tanzania. Sisi kama Benki ya Maendeleo TIB, kazi yetu kubwa kama jina letu linavyosema ni kuchochea maendeleo. Na sasa tunachocheaje maendeleo? Kwa kusaidiana na mipango ya serikali, tunashiriki katika miradi mbalimbali ya watu binafsi na ya serikali, hasa katika zile huduma ambazo zinagusa jamii moja kwa moja, ambazo zinaleta matokeo chanya kwa wananchi. Sasa tumekuja hapa Kizimkazi, sehemu kubwa ambayo tunafanya au uelewa ambao tunataka tutoe kwa umma ni kwamba hii ni benki ya wananchi wote, waitumie waweze kuja kuangalia fursa zilizoko na kuweza kuzitumia. Kwanza kazi yetu kubwa ni kutafuta ufadhili wa fedha kwa miradi ya kati na miradi ya muda mrefu, ambako sasa unakuta kwenye hizi benki za commercial huwezi kupata ufadhili wa miradi ufadhili wa mikopo hasa ya muda mfupi, wa kati na muda mrefu. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi na kutafuta ufadhili wa fedha kutoka mashirika mbalimbali rafiki ambayo tunashirikiana katika kutoa ufadhili huo. Sasa kwenye tamasha hili kama ambalo tumefika hapa, sisi tumekuja kuambia wananchi hasa wakazi wa Kizimkazi kwamba wachangamkie fursa zilizoko hasa kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunafadhili. Kwa mfano kwenye sekta ya nishati safi, utalii, ambako sehemu kubwa ya maeneo haya utalii ni kichocheo kikubwa sana cha uchumi wa Zanzibar. Kwa hiyo tuna fursa hizo kwenye upande tunafadhili kwenye upande wa hoteli na kadhalika, hasa katika kusaidia uchumi kwenda mbele na hasa kwenye nishati safi, kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanatumia nishati safi. Na hivyo tunashirikiana na taasisi mbalimbali kama TANESCO, REA na wadau wengine kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nishati safi. Labda kwa hiyo utusaidie, ajenda ya nishati safi ni ajenda ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, naye amekuwa kinara katika eneo hilo. Lakini pia umegusia swala la utalii, hasa katika maeneo haya tuliopo ni maeneo ambayo yanafanya vizuri zaidi katika masuala ya utalii. Nyinyi kama benki ya TIB, nini moja kwa moja mnafanya katika hasa maeneo haya? Umezungumza kuna taasisi za serikali mnashirikiana nazo, lakini natamani kujua moja kwa moja. Kwa mfano kuna mwananchi mmoja wa maeneo haya ama Zanzibar kwa ujumla anatoa moja kwa moja, anaweza kupata faida gani kutokana na matangazo haya ambayo anatutazama? No, asante sana Steve. Kwa Zanzibar tunashirikiana na Zanzibar Sugar, tuko katika plani hasa katika nishati safi kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia nishati safi hasa kwenye kutumia ethanol katika kupikia. Na vile kwa Zanzibar tumefadhili miradi mbalimbali ya hoteli, ukienda kule Atlas Michamvi, Konokono, kote kule ni ufadhili kutoka Benki ya Maendeleo ya TIB. Kwa hiyo ni fursa ambazo ziko kwa ajili ya wananchi wote wa Tanzania ikiwepo Zanzibar kuzichangamkia kuja kuangalia jinsi gani tunaweza kusaidiana kwa pamoja.
Na mwisho sasa, maonesho haya ya mwaka huu yenye kauli mbiu ya Kizimkazi kumenoga, na mmekuwa mkishiriki na nimekuwa nikipita hapa kuanzia siku za mwanzo, banda limekuwa watu wengi wanavutika, wanakuja kupata maelezo. Maonesho ya mwaka huu yamekupa taswira gani? Mnaondoka na nini? Mnakwenda kufanya nini katika kuboresha zaidi na kuendelea kutoa huduma kwa Watanzania kwa maana ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Asante sana Steve. Ningependa kwanza kuelezea mchango wa hizi taasisi za fedha katika uchumi wa Tanzania. Ukichukua mwaka 2025 na 2026, ukuaji katika sekta ya fedha, sawa, hasa kwenye upande wa uchukuaji mikopo, tumekuwa kwa takribani kati ya 20% mpaka 24%. Mwaka 2025 Februari, ukija mpaka 2025 mwaka huu, sekta ya fedha imekuwa kutoka trilioni 37 mpaka trilioni 46. Sasa hiyo ni asilimia kama 24 ya ukuaji katika uchukuaji wa mikopo, sawa, ambao imekuwa kwa takriban trilioni 9. Sasa hii maana yake nini? Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kwanza hizi taasisi za fedha kuna utulivu nchini. Kwanza tunashukuru serikali kwamba kuna amani, ndio maana watu wanaendelea kuchukua mikopo. Hiyo ni kitu kikubwa. Sasa na ukuaji wa mikopo unatafsiri nini? Maana yake sasa inaenda kuchochea zile sekta za mabadiliko, na tunaenda kwenye dira saa hizi 2050. Maana yake zile fedha sasa zinaenda kwenye zile sekta ambazo zinaenda kuchochea uchumi, ambako sasa ukuaji wa ajira na kuwepo, kupunguza matumizi ya fedha za serikali katika manunuzi ya bidhaa nje. Viwanda vingi vinakuja kwa sababu watu sasa wana uwezo wa kukopa na kuna utulivu wa amani nchini. Sasa hiyo pia tuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kufanya mazingira mazuri zaidi ya uwekezaji, hasa katika kuleta imani ya hizi kwenye taasisi za fedha na watu kwenda kuchukua fedha na kufanyia shughuli mbalimbali. Hiyo ni juhudi kubwa sana ambazo zimefanyika kwa serikali, tunaishukuru. Sasa sisi kama taasisi za fedha, hasa taasisi yetu ya maendeleo, tunaingia vipi katika kuchochea hiyo? Kazi yetu kubwa sasa sisi kama benki ya maendeleo ni kuwatengeneza hao wajasiriamali na kuwafanya sasa waweze kukopesheka. Ndio kazi kubwa ambayo tunafanya sisi katika upande wa ushauri wa kitaalamu, hasa kuibua hizi biashara na kuweza kuchangia uchumi mkubwa. Matarajio ya dira 2050, sekta binafsi ichangia 70% katika uchumi wetu kufikia 2050, na pato la mwananchi mmoja lifikia walau dola 7,000. Sasa sisi kama benki ya maendeleo ndio kazi yetu sasa kuweza kutengeneza huo uelewa, hasa kwa taasisi mbalimbali za kibinafsi na taasisi zingine kubwa, ili sasa ziweze kufikia hayo matamanio na walau waweze kwenda sasa kwenye taasisi zingine na kuweza kukopesheka. Sisi tunaondoa vile vihatarishi katika biashara, ili sasa hizi biashara zinazoanza SME wadogo na wakati waweze kukopesheka. Hiyo ndio kazi kubwa ya benki ya maendeleo ambayo inaifanya, na vile vile tushukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, kupitia wizara yetu ya fedha tunapata sapoti kubwa sana, hasa katika kuingiza maendeleo ya wananchi yetu, hasa katika kuitangaza benki na kuyatangaza majukumu mandate za benki kwa wananchi. Na hii ni furaha kwetu sisi kama benki ya maendeleo kuhakikisha kwamba tunaitangaza benki na wananchi wafahamu fursa zilizoko. Tungependa kushukuru sana kupitia taasisi ya Mwanamke Initiative kutupa fursa ya kushiriki katika tamasha hili la Kizimkazi. Niwapongeze sana na hasa Mheshimiwa Rais kwa fursa hii kubwa ambayo imeleta kwenye benki ya maendeleo. Sasa sisi kama benki ya maendeleo tutashirikiana na taasisi ya Mwanamke Initiative kuhakikisha uelewa hasa kwenye matumizi ya nishati safi unaeleweka zaidi Tanzania visiwani na Tanzania bara. Hii maana yake nini? Tukisaidia mwanamke hasa kwenye nishati safi, tunasaidia kupunguza changamoto nyingi sana ambazo zinatokea. Mwanamke na watoto wataweza kuwa katika mazingira bora zaidi. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa
ni kuongeza uelewa kwa kushirikiana na Mwanamke Initiative kuhakikisha sasa hii elimu ya nishati safi na hata upatikanaji wa nishati safi, kwa mfano majiko ya kupikia ambayo yanatumia nishati safi yanakuwepo kwa wingi, kupunguza changamoto nyingi za kiafya kwa wanawake na watoto. Ningependa kushukuru mwaliko wa TIB na ningependa kushukuru serikali ya awamu ya 6 na serikali ya awamu ya 8 kwa kutupa fursa Benki ya Maendeleo kushiriki katika tamasha hili la Kizimkazi. Vile vile ningependa kushukuru taasisi ya Mwanamke Initiative kwa ushiriki wa TIB na kuwa mfadhili katika kuisaidia ili iweze kuchochea miradi yake mbalimbali hasa katika hii nishati safi. Kuna kitu hapo pia nakiona mlipata tuzo kama sikusema mlipata tuzo. Hili na lenyewe likoje? Nashukuru sana. Tunashukuru kwa kupata tuzo ya ushiriki katika tamasha hili ambayo sasa hii zaidi imejikita katika nishati safi, na kama tulivyosema nishati safi, sisi pia ni wadau katika kuchochea eneo hilo, hasa kuhakikisha kwamba mwanamke anapata fursa ya kutumia nishati safi ili kupunguza sasa katika shughuli zake za kila siku. Kwa mfano, katika takwimu zilizoko mwanamke anatumia masaa mengi sana kwenda kutafuta nishati ya kupikia, ambao sasa hapa katikati inapunguza shughuli zingine, kuhudumia watoto, kufanya shughuli zingine za kiuchumi na mambo mengine. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba nishati safi inapatikana kwa wakati ili kupunguza huo muda wa mama kwenda kutafuta nishati safi na baadaye asaidie kuhudumia familia yake na hata kupunguza magonjwa mbalimbali ya macho na kadhalika katika maisha yake ya kila siku ili kuongeza ustawi wa mwanamke na watoto. Mimi nimekuwa nikikufahamu kwa muda mrefu na umekuwa kwenye tasnia ya fedha kwa muda mrefu, kwenye benki mbalimbali umekuwa kiongozi kwa muda mrefu. Ndiyo. Na nataka utuambie kwa uzoefu wako nini hasa tutaraji hasa kwa benki hii ya TIB Development. Asante sana. Tunashukuru Steve kwa swali hilo. Watarajie mambo mengi sana kwenye benki ya maendeleo ya TIB. Tuko katika mabadiliko ya kiutendaji ndani ya benki, na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kutupa sapoti kubwa kupitia Wizara ya Fedha na wadau wengine, hasa kutuamini katika kuipeleka benki mbele.